Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa neema. Nashangazwa wa mwezi. Bwana asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Ninakusalimu sana nikiwa hapa Kilimanjaro, mji mzuri wa kijani. God bless you. Na ninajua ni tarehe ya kwanza ya mwezi wa 6, na ninakutakia baraka nyingi za Bwana. Ninakutakia mafanikio mema. Mungu akubariki, akulinda, kutunze. Na ibada hii tunaianza tukilitaja jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na pale ulipo useme amen. Na ninakusalimu sana katika pendo la Kristo. Habari za asubuhi. Funika macho yako tuombe. Mungu mtakatifu, Baba wa milele, ninalimidi sana jina lako Yehova. Ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kutukumbuka. Asante Mungu kutuvusha, na tumeiona tarehe hii ya kwanza ya mwezi wa 6. Tarehe ya kwanza ya mwezi wa 6. Mungu wetu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru. Ninakushukuru kwa ajili ya zawadi ya uhai. Ninakushukuru kwa ajili ya zawadi ya uhai. Ninakushukuru kwa ajili ya mwezi huu mpya wa 6. Ninakushukuru kwa ajili ya tarehe 1 ya mwezi wa 6. Mungu, mwezi huu ambao unaenda kuugawa mwaka, tunakushukuru, tunakushukuru, tunakushukuru. Asante kutusamehe dhambi na makosa. Asante kutukubali kama wanao. Tunakushukuru mno Yehova. Asante hata kwa ajili ya watoto wako ambao wako live hapa katika madhabahu ya Faraja TikTok. Tena asante kwa ajili ya wanaoshiriki ibada hii ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 kupitia YouTube, lakini kupitia Facebook, lakini kupitia Instagram. Tunalimidi na kuliinua jina la Bwana. Mungu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kutusamehe dhambi na makosa. Asante kutukubali watoto wako. Baba, tunakuja mbele zako kusema ni wewe tu uliyetusaidia. Ni wewe tu uliyetusaidia. Ni wewe tu uliyetuvusha. Tunakushukuru, tunakushukuru, tunakushukuru. Baba mwema, ninawaleta wagonjwa wote. Ninawataja kwa majina yao katika ulimwengu wa roho. Wale waliolala pale SMC, wale waliolala pale Mawenzi, wale waliolala pale Muhimbili ya Upanga, na wale ambao wako Muhimbili ya pale Mloganzila. Ninawataja marafiki zetu ambao wako katika mahospitali mbalimbali, wagonjwa kwenye vitanda vyao vya kuugua. Mungu, onyesha mkono wako, nyosha mkono wako kwenye nguvu ya Bwana, ukaenda ukawaponye marafiki zetu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mponye huyu baba, mponye huyu mama, mponye huyu kijana wa kiume na wa kike, mponye na huyu mtoto. Ponya hata huyu mtoto mchanga kabisa aliyepo katika chumba cha joto. Mungu, ninaomba kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, nikikemea roho ya mauti, nikikemea roho ya kuteseka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Baba wa milele, ninakuomba uwaponye, ninaomba uwafungue, ninaomba uangalie na wajane wote, ninaomba uangalie na yatima wote, ninaomba ukaangalie kwa jicho la huruma. Ninawafunika kwa damu ya Yesu. Ninaombea wale ambao wako less privileged, ambao wamekosa chakula Bwana, wale ambao hawana nyumba za kukaa Yesu, ninawataja kwa majina yao. Ninaomba ukawakumbuke, ninaomba ukawafanyie njia pasipo na njia kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba mwema, ninawaleta wafanyabiashara wote kwenye madhabahu yako. Ninaomba biashara zao zifunikwe kwa damu ya Yesu. Ninamtaja kila mfanyabiashara kwa jina la kwake, kuanzia mwenye biashara kubwa mpaka mwenye biashara ndogo. Biashara yake ifunikwe kwa damu ya Yesu. Biashara yake ifunikwe kwa damu ya Yesu. Roza chuma ulete, roza chuma ulete, roza marktime zisiwe fungu la biashara hii kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninawataja ndugu zangu wote walioko
maofisini, kuanzia ofisi mbalimbali Yesu, kuanzia ofisi kubwa sana kwenye hii nchi mpaka ofisi nyingine kwa majina yao, ninawafunika kwa damu ya Yesu. Ninaomba baraka yako iambatane pamoja nao, hekima na maarifa kwenye maofisi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninawataja madereva, kuanzia wanaoendesha ndege, wanaoendesha meli, wanaoendesha treni, wanaoendesha magari makubwa na madogo, wanaoendesha pikipiki, guta, wanaoendesha baiskeli. Mungu, wote ni madereva, tumewafunika kwa damu ya Yesu. Tunaombea marafiki zetu ambao Mungu ni wanafunzi kuanzia chuo kikuu mpaka bebi, ninawafunika kwa damu ya Yesu. Huu ni mwezi wa 6, wanafunzi wote tunawafunika kwa damu ya Yesu. Hata hao wanaojiandaa kufunga shule kwa ajili ya likizo fupi ya mwezi huu wa 6, ninaomba wabariki, walinde. Wengine wanamalizia mitihani leo, ninawafunika kwa damu ya Yesu. Walimu wanaoendelea, watakaoanza na wanaoendelea kusahisha, tunawafunika kwa damu ya Yesu. Tunaomba elimu zao ziweze kuwa baraka, wawe vichwa na wala si mkia, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mbariki huyu baba, mbariki huyu mama, bariki familia hizi, bariki ndoa hizi, bariki kazi ya kilimo, wakulima walioko mashambani sasa, wanaofanya kazi mashambani kuzalisha vyakula, ili watu wa mjini na watu wa mashambani tuweze kupata chakula, tuweze kupata nguvu, tulihimidi jina lako. Naomba uwabariki, uwalinde. Mungu wa mbingu na nchi, huu ni mwezi wa 6, ni Juni tarehe 1. Tunakushukuru mno na tunasema ni wewe utakayeenda mbele yetu, ni wewe utakayetutangulia, ni wewe utakayetuinua, ni wewe utakayetutendea mema, ni wewe utakayefanya njia pasipo na njia. Tunajifunika kwa damu ya Yesu, tukikataa roho ya mauti, tukikataa roho ya kurudi nyuma, tukikataa roho ya mark time, tukikataa marafiki wabaya ambao wanatuwazia mambo yaliyo mabaya. Tunawakataa kwenye ulimwengu wa roho na tunawakataa kwenye ulimwengu wa mwili kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunapojifunika hivi, ukubali basi Bwana kusema nasi ujumbe wa neno lako, ukaseme nasi. Sema na watoto wako, anzia nami, huyu baba, huyu mama, kijana wa kiume na wa kike na mtoto. Sema na kanisa lako hapa Kilimanjaro, sema na watoto wako kule Dar es Salaam, sema na watoto wako mahali wanaponiangalia, na watu wa ulimwenguni mzima. Ibada hii ninaahidi kupungua mbele zako na wewe uzidi. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sikia kuomba kwetu, na watoto wa Mungu pale mlipo mseme amen. Sema tena pamoja na mimi, amen. God bless you. Ninawaletea ujumbe wa neno la Mungu. Ninawaletea ujumbe wa neno la Mungu siku hii ya leo, kutoka kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi, Zaburi ya mlango wa 16. Zaburi mlango wa 16. Nitasoma mistari michache, mstari wa 1, mstari wa 2 na mstari wa 3. Zaburi ya 16 mstari wa 1, wa 2 na wa 3. Ninasoma neno hili katika jina la Bwana pale uliposema amen. Neno la Mungu linasema, Mungu unihifadhi mimi, kwa maana na kukimbilia wewe. Nimemwambia Bwana, ndiwe Bwana wangu, sina wema ila utokao kwako. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao, ndio niliopendezwa nao. Nirudie tena, Zaburi ya 16 mstari wa 1 mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema, Mungu unihifadhi mimi, kwa maana na kukimbilia wewe. Nimemwambia Bwana, ndiwe Bwana wangu, sina wema ila utokao kwako. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Haleluya. Mimi na wewe tumechaguliwa. Mimi na wewe tumepewa zawadi ya uhai, na hili ndio capital kubwa sana ambayo Mungu ametupa ya kuanza naye tunapoingia mwezi huu wa 6.
Bwana Yesu asifiwe. Is a capital, ni mtaji ambao Mungu ametupa, ile pumzi ya uhai. Mimi na wewe tuko hai leo na tunalimidi sana jina la Bwana. Sasa neno la Mungu linasema, Mungu unihifadhi mimi kwa maana na kukimbilia wewe. Mungu unihifadhi mimi kwa maana na kukimbilia wewe. Hatuna Mungu mwingine wa kumkimbilia, ni huyu Mungu wa Ibrahimu, huyu Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Sikiliza mwana wa Mungu, kwamba chochote ambacho unaenda kukifanya, chochote ambacho unaenda kukifanya mwezi huu wa 6, ili ufanikiwe, ili ukae salama, kuna mahali pa kukimbilia, na hapo mahali pa kukimbilia ndipo palipo salama. If we talk in English, we could say like this: if you want to be safe, if you want to be safe, if you want to enjoy life in this month that we have been given by grace of God, and this is the month of June, being this is the first day of this month 2026, be you a kind of person that you'll know where to run to. Ujue wewe ni mahali gani sahihi pa kukimbilia. Sasa neno la Mungu linasema, kama wewe unajua makimbilio mengi, ama mimi ninajua makimbilio mengi, Mungu anasema hivi, Mungu unifadhili mimi, unihifadhi mimi, samani, Mungu unihifadhi mimi kwa maana na kukimbilia wewe. Sasa ukitaka kukaa salama, jua mahali sahihi pa kukimbilia, na hapo mahali sahihi pa kukimbilia ni kwa Bwana na kwa Bwana peke yake. Mwezi huu wa 6 tusikimbilie kwa mwanadamu awaye yote, atatuangusha, atatusereresha, lakini tukikimbilia kwa Bwana sisi tutakaa salama. Baba yangu, Juni hii ukimbilie kwa Bwana. Mama yangu, Juni hii ukimbilie kwa Bwana. Rafiki yangu wa kiume na wa kike na mtoto, Juni hii tukimbilie kwa Bwana na wala sio kwa mwingine awaye yote. Haleluya. Anasema, Mungu unihifadhi mimi kwa maana na kukimbilia wewe. Utakapoamua kumkimbilia Bwana, there are 2 things definitely has to happen unto your life. Jambo la kwanza, ukimkimbilia Bwana wewe utakaa salama. Ukimkimbilia Bwana wewe utakaa salama. Jambo la pili, ukikimbilia kwa Bwana utafadhiliwa. 2 things. Mwezi huu wa 6 ukimbilie kwa Bwana ili uwe salama. Sema amen. Ukimbilie kwa Bwana ili wewe uweze kufadhiliwa na Bwana. Haleluya, haleluya. Sikiliza tena, anasema, Mungu unihifadhi mimi kwa maana na kukimbilia wewe. Rafiki yangu mpendwa, amua kumkimbilia Bwana katika mwezi huu muhimu sana, mwezi huu muhimu sana wa katikati ya mwaka. Amua kumkimbilia Bwana. Huenda umeishi maisha kuanzia Januari na hujaona mambo yakitokea, na ni kama biashara yako imekuwa kama mifupa mikavu, ni kama ndoa yako imekuwa kama mifupa mikavu. Huna furaha, huna amani, umekuwa wa kuugua, umekuwa wa kulia, umekuwa kukosa chakula, mfukoni umekuwa kukosa pesa. Ninataka kukwambia, yeye Mungu akiwa kimbilio lako, utahifadhiwa na utakaa salama. Akasema, nimemwambia Bwana, ndiwe Bwana wangu, sina wema ila utokao kwako. Nimemwambia Bwana, huyu ambaye nimeamua kumkimbilia, huyu ambaye nimeamua kumkimbilia, ndiwe Bwana wangu, sina wema ila utokao kwako. Pokea mema kutoka kwa Bwana. Pokea kufadhiliwa kutoka kwa Bwana. Kupokea usalama kutoka kwa Bwana. Mwezi wa 6 ninakuambia kinabii na kukutabiria kinabii kwamba uwe mwezi wako wa kuinuliwa, uwe mwezi wako wa kufanikishwa, uwe mwezi wako wa kufurahi tena, uwe mwezi wa kuondolewa na magonjwa, uwe mwezi ambao utapiga hatua kwenye mambo yako yaliyosimama kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mwezi huu ng'ae, ukutane na rafiki sahihi, wale wengine wapokee wachumba wao, wale wengine waweze kuanza project zao za kujenga, wale wanaotafuta kazi wapokee kazi kwa jina la Yesu. Pokea afya,
pokea amani, pokea kuinuliwa, pokea furaha. Mwezi huu wa 6 ni mwezi ambao hautakaa bila ushuhuda. Mungu akupe ushuhuda kwa jina la Yesu. Marafiki zangu mlioko live hapa TikTok, endelea kuwepo hapo, nitakurudia na wakati huu ninapohitimisha ibada hii katika YouTube ili niweze kuiupload. Mungu akubariki, Mungu akulinde, Mungu akutunze, na siku hii iwe mafanikio sana. See you shining in Jesus name. Wote tuseme amen.